Miaka ya 80 ungemwambia mtu kwamba una safari ya kwenda Yugoslavia, hakuna ambaye angekushangaa. Ilikuwa ni nchi kubwa Ulaya, ilikuwa na timu za mpira, ilikuwa na jeshi, ilikuwa na passport, ilikuwa na raisi, ilikuwa na viwanda, wasanii, filamu na zaidi ya watu milioni 23 walikuwa wanajiita ni wananchi wa Yugoslavia. Leo ukiangalia kwenye ramani ya dunia, Yugoslavia haipo. Imefutika, imevunjika vipande vipande. Na jambo la kushangaza zaidi ni kwamba watu wengi wanaosikia kuhusu Yugoslavia leo wanajua tu habari za vita vya Bosnia, Kosovo au Serbia, lakini hawajui kwa nini nchi hiyo iliundwa kwa mara ya kwanza na nani aliijenga na kwa nini ilikufa. Ili kuelewa Yugoslavia, lazima kwanza turudi nyuma zaidi ya miaka 100. Yes. Baada ya vita kuu ya kwanza ya dunia mwaka 1918, falme mbili kubwa za Ulaya zilikuwa zimeanguka. Moja ilikuwa ni Ottoman na ya pili ilikuwa ni Austria-Hungary. Ottoman ni Waturuki hawa. Mataifa mengi madogo ya Balkans yalijikuta ghafla yakiwa huru, lakini pia yakiwa dhaifu kiuchumi. Nitakuelezea kuhusiana na Balkans ni nini, nitakuelezea pia na Waslav ni kina nani. Nitakupa deep kuhusiana na hawa watu kwa muktadha wa mtu ambaye kwa mfano yupo Afrika. Kwa Waswahili sisi, tukiwaangalia watu wa Ulaya ni ngumu kuwaelezea kwa sababu hatujui pia hivi wana makabila au wanajigawa vipi. Lakini kama umefuatilia episodi zetu za nyuma, utakuwa umeelewa. Hii nimeileta specific kwa sababu ya wewe ambaye umecomment kwenye posti iliyopita wakati nawazungumzia Wahutu na Watutsi, na hapa nipo kwa ajili ya kukata kiu ya yule ambaye ulitamani kujua kuhusiana na Yugoslavia. Nilipenda sana kwamba kwenye comment zilizopita kuna huyu fundi brother kutoka Kigoma alisema anaweka mambo yake sawa aweze kuja kuwaona Comadre. So na wewe kama unamfahamu fundi ama wewe mwenyewe ni fundi na unatamani kazi yako iwe faster, lakini pia utumie vifaa ambavyo ukienda navyo site, mtu mwenyewe tajiri mwenye site anakuona upo serious, kwa sababu ya vifaa viko digital, vinaokoa nguvu na vinaokoa pia muda. Kwa hiyo wacheki Comadre Tools kwa ajili ya mahitaji yako yote ya vifaa vya kisasa vya ujenzi, na link na kuwekea kwenye comment hapo chini. Wana kila aina ya kifaa unachokihitaji when it comes to ujenzi, na hawa ndio ambao wanaiwezesha MDC Update. Tuanze na neno Yugoslavia lenyewe. Hili neno linatokana na maneno ya Kislavic yanayomaanisha nchi ya Waslav wa kusini. Yugo, ambayo ndio tunaita Yugo, maana yake ni kusini. Slavia maana yake ni Waslav. Kwa lugha rahisi ni kwamba kusema Yugoslavia ilikuwa ni sawa na kusema muungano wa Waslav wa kusini, yani United States of kitu kama hicho. Kwa hiyo ni muungano ama United States of our Waslav. Lakini kabla hatujaendelea, kuna jambo moja muhimu sana ambalo lazima ulielewe. Yugoslavia ilikuwa sehemu ya ili eneo ambalo linaitwa Balkans. Na bila kuelewa Balkans ni vigumu pia kuielewa Yugoslavia. Sasa Balkans sio nchi, ni ukanda mkubwa wa kusini mashariki mwa Ulaya. Ndio unajumuisha nchi za Serbia, Croatia, Bosnia, Montenegro, North Macedonia, Albania, Bulgaria na sehemu za Romania. Kuna sehemu pia za Ugiriki na hata upande kadogo hapa ka Uturuki huwa wanahesabu kwamba linaitwa Balkans. Kwa maelfu ya miaka Balkans imekuwa njia panda ya civilization. Warumi walipita hapa, Wagiriki walipita hapa, Wa-Ottoman walipita hapa, Wa-Austria niliokuambia walipita hapa.
Warusi pia waliathiri kinoma ili eneo kipindi chao. Karibu kila himaya kubwa ya Ulaya iliwahi kupita Balkans, na ndio maana hili eneo lina mchanganyiko wa ajabu sana wa dini, lugha na history. Ukienda kwenye hizi nchi ni rahisi kukuta kwenye mji mmoja unakuta kuna makanisa ya Katoliki, alafu mji unaofuata unakuta kuna makanisa ya Orthodox, alafu baada ya kilomita chache tu unakuta msikiti. Watu wanaweza wakaonekana wanafanana kabisa, lakini kitu kimoja, wakawa wanatofautiana historia zao kwa maana ya mababu zao, na ndio maana Balkans imewahi kuitwa pipa la baruti la Ulaya, kwa sababu migogoro mingi mikubwa ya Ulaya ilianzia hapa. Hata tukio la vita ya kwanza ya dunia lilitokea hili eneo linaitwa Sarajevo, Bosnia, mwaka 1914. Nakumbuka aliuawa mtoto wa ufalme hapa, na ndo kikaumana, dunia ikaingia kwenye vita. Kwa hiyo Yugoslavia haikuzaliwa kwenye eneo tulivu. Ilizaliwa katikati ya eneo ambalo kwa karne nyingi ilikuwa likijaribu kutafuta uwiano kati ya dini, makabila, himaya na identity tofauti. Mwaka 1918 Serbia, Montenegro, Slovenia, Croatia, Bosnia, ndio hii wanaita Bosnia Herzegovina, na maeneo mengi ya Waslavu wa kusini yaliunganishwa kuunda ufalme ulioitwa Kingdom of Serbs, Croats na Slovens. Baadaye mwaka 1929 ukaitwa Yugoslavia. Kwa Mwafrika, ili uweze kupata perspective nzuri, unaweza kufikiria kama Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi na Zambia ziunganishwe kuwa nchi moja kubwa. Hilo ndilo ambalo jamaa walijaribu kufanya. Tatizo ni kwamba kufanana hakumaanishi kuwa sawa. Ndio ile wanasema we are equal but not the same, au we are the same but not equal. Watu wa Yugoslavia walikuwa kama ndugu wa mbali. Walikuwa na lugha zinazofanana sana kiasi kwamba Mserbia na Mkroatia mara nyingi wakiongea hawahitaji mkalimani. Lakini walitofautiana kwenye mambo matatu makubwa. Kwanza, dini; pili, historia yao; tatu, identity. Kwa mfano, Waserbia wengi walikuwa ni Wakristo wa Orthodox, Wakroatia wengi walikuwa ni Wakatoliki, alafu wa Bosnia wengi ni Waislamu. Kwa Mwafrika ni jambo ambalo linaweza kuonekana kama la kushangaza fulani, kwa sababu mara nyingi Waserbia, Wakroatia na Wabosnia wanaweza kufanana kwa sura. Unaona, wote si wazungu hawa. Lakini Croatia na Slovenia kwa karne nyingi zilikuwa karibu na ulimwengu wa Kikatoliki wa Ulaya Magharibi. Serbia ilivutwa zaidi na kuelekea ulimwengu wa Orthodox ambao ulikuwa umeathiriwa kwa sehemu kubwa na dola ya Byzantine. Nadhani unaifahamu hii, ilitoka kwenye iliyokuwa utawala wa Roma. Sasa Bosnia na maeneo mengine yaliishi kwa karne nyingi sana chini ya Ottoman Empire. Kwa hiyo dini zao zikaanza kutofautiana. Sio kwa sababu walikuwa watu wa asili tofauti, ila kwa sababu walipitia tawala tofauti kwa mamia ya miaka. Kwa kifupi ni kama unavyoona labda Angola na Tanzania ama Kongo na Tanzania, kwamba unakutana na Wakongo hapa Tanzania tuko nao vizuri. Ukiangalia Mkongo tunatofautiana lafudhi, lakini tunashare vyakula, tunashare ustaarabu, muonekano, kila kitu. Lakini wale jamaa wanaongea Kifaransa kama lugha yao kuu. Sisi tunaongea Kiingereza na Kiswahili. So hizo athari za lugha ndizo zilizotokea kipande kile pia. Na ndio maana wakati mwingine watu walikuwa wanaongea lugha karibu sawa kabisa, lakini waliweza kujiona kama ni mataifa tofauti kabisa. Na hapa ndo tunaingia kwenye stori ya mtu mmoja ambaye aliweza kuwafanya hawa watu wakae chini ya bendera moja. Jina lake huyu mwamba anaitwa Josip Broz Tito. Tito alikuwa ni mmoja wa viongozi wa ajabu zaidi kwenye karne ya 20. Wakati wa vita ya pili ya dunia, Yugoslavia
ilivamiwa na majeshi ya Adolf Hitler, na hapa ndo kiki la huu mwamba lilianza. Tito akaongoza harakati za upinzani dhidi ya Wanazi. Baada ya vita kuisha, akawa shujaa wao, lakini kilichomfanya awe tofauti sio ushindi wake wa vita, ni uwezo wake wa kuwafanya watu waliokuwa wamewahi kuchinjana wakae meza moja. Mwaka 1945 ndo ikaundwa Yugoslavia mpya ya kijamaa. Huu ndo mwaka ambao Japani ameshakula kitu chenye ncha kali kule, mabomu ya nyuklia, vita imeshamalizika, na mwamba aliigawa hii nchi kwenye jamhuri 6. Jamhuri ya kwanza ni Serbia, Croatia, Slovenia, Bosnia Herzegovina ambayo ndo nimekwambia ndo tunaita Bosnia, Macedonia na Montenegro. Ndani ya Serbia kukawa na kipengele kingine kwamba kuna maeneo mawili ambayo nayo yalikuwa kama yana historia tofauti, Kosovo na Vojvodina. Tito akajaribu ishu moja. Kama Serbia ingekuwa na nguvu kupita kiasi, wengine wangetaka kujiondoa kwenye shirikisho, na kama Croatia pia ingekuwa na nguvu kupitiliza, wengine pia wangepinga. Kwa hiyo alitengeneza mfumo ambao ungeweza kusawazisha hii power ikawa ni constant kila mahali. Kwa hiyo alihimiza itikadi moja maarufu sana iliyoitwa Brotherhood and Unity, udugu na umoja. Aliwakataza watu kutumia siasa kali za kikabila, akawahimiza watu wajione kwamba sisi wote ni wa Yugoslavia, kwa hiyo sahau kuhusiana na hivyo vinchi vyenu. Na kwa miongo kadhaa mfumo huu ulifunction vizuri. Passport ya Yugoslavia iliheshimika, uchumi ulikuwa, watalii walijaa kwenye fukwe za Croatia. By the way, niliwahi kuongea na bidada Mtanzania ambaye anafanya kazi Croatia kule, na viwanda vya Slovenia vilikuwa vinafanya vizuri. Watu walihama kutoka republic moja kwenda nyingine bila matatizo makubwa. Jambo jingine lililompa Tito heshima kubwa duniani ni kwamba hakutaka kuwa kibaraka wa Marekani wala Umoja wa Soviet. Picha linaanza, alizinguana hata na Stalin mwenyewe. Sijui kama watu wengi wanaelewa ukubwa wa USSR ya zamani. Yaani hii ndio ilikuwa inaongoza dunia. Hata Marekani yenyewe imewahi kupambana sana ili ijitoe mikononi mwa USSR. Nadhani unakumbuka issue ya Cuba na nini. Yaani Marekani ilianza kutamba baada ya USSR kuvunjika. Lakini kabla ya hapo, ukigombana na USSR ilikuwa ni big deal kuliko hata kugombana na Marekani. So mwamba alikuwa ni mtu wa kwanza kuja na kusema oya, fuck Stalin, fuck Marekani. Baadaye akawa mmoja wa waanzilishi wa harakati maarufu ya Non-Aligned Movement, pamoja na viongozi wengi kama Julius Nyerere, Gamal Abdel Nasser wa Misri. Kuna mwamba huyu pia anaitwa Jawaharlal Nehru na wengine waliotaka dunia ya tatu iwe na sauti yake. Na kwenye episodi za nyuma kuna kipindi nilikuwa natumia hili neno dunia ya tatu. Kuna baadhi wakawa wananiambia, kwa nini unaita nchi zetu dunia ya tatu? Sijui nini. Ni kwa sababu wengi walikuwa hawaelewi kwa nini tulikuwa tunaitwa dunia ya tatu. Ni kwa sababu wakati wa hizi vita zilipomalizika, kulikuwa kuna dunia ya kwanza ambayo ni ya wabepari, dunia ya pili ilikuwa ni ya wale wanaopambana na ubepari wa komunisti. Sasa waliibuka watu ambao walikuja na dunia yao, na Tito ndo alikuwa kiongozi wao akisema, oya, sisi wenyewe tunaweza kuwa na dunia ya tatu ambayo tunaamini hatufungamani na upande wowote. Ndo hawa majamaa. Lakini kuna swali moja ambalo historia huwa inauliza mara kwa mara. Je, Tito alijenga taifa au alikuwa amefunika nyufa zilizokuwa tayari ukutani? Mwaka 1980 Tito ghafla bin vu akaitwa mwenda zake, akafariki. Mazishi yake yalihudhuriwa na viongozi kutoka mashariki, magharibi, na ilikuwa ni wakati wa vita baridi. Imagine. Ilikuwa ni moja ya mikusanyiko mikubwa zaidi ya viongozi wa dunia kwenye karne ya 20. Yaani huu mwamba, msiba wake ulikutanisha maadui ambao watu hawakuwahi kuwaona pamoja. Lakini baada ya Tito kuzikwa, jambo moja likaanza kuwa wazi. Hakukuwa tena
na wa kuziba pengo la Tito. Hakukuwa tena na mtu ambaye wa Serbia, wa Croatia, wa Bosnia, wa Montenegro, wa Macedonia na wa Slovenia wote wangemsikiliza kwa kiwango kile kile. Baada yake mfumo wa uraisi ukaanza kuwa wa mzunguko. Wakati huo uchumi ukaanza kuyumba, madeni yakapanda, ukosefu wa ajira ukaongezeka. Republics zile tajiri kama Slovenia na Croatia zikaanza kuuliza, kwa nini mapato yetu yagawanywe kwa maeneo masikini wakati sisi wenyewe hayatutoshi? Maeneo masikini nayo yakaanza kuona yanaachwa nyuma. Kadri uchumi ulivyozidi kuwa mbaya, ndivyo watu walivyoanza kurudi kwenye identity yao ya zamani. Wakaacha kusema mimi ni Yugoslavia, wakaanza kusema mimi ni Mserbia, mimi ni Mcroatia, mimi ni Mbosnia, mimi ni Mslovenia. Moto wa Tito ukawa umeanza kuzimika taratibu, na hakuna sehemu ilionyesha tatizo hilo zaidi ya Kosovo. Nakumbuka wakati mimi binafsi nakuwa Arusha, mtu akitaka kukuambia nitakuletea noma, anakuambia nitakuletea Kosovo. Yani ilifika sehemu hili jina likawa ni mtu anamaanisha noma. Na kwa watu wengi wa Afrika, Kosovo huonekana kama ni eneo dogo lisilo na umuhimu. Lakini kwa Waserbia wengi, Kosovo ni moyo wa historia yao. Na hapa ndo nitakuelezea kwa nini. Kwenye karne za kati huko, wafalme wakubwa wa Kosovo walitawala kutoka eneo hili. Yani hili ndo lilikuwa Dodoma yao au Nairobi yao. Makanisa muhimu zaidi ya Orthodox ya Serbia yalijengwa Kosovo, na sehemu zile takatifu zilikuwa hapa Kosovo. Kwa Waserbia wengi, Kosovo ni sawa na mji wa kumbukumbu ya taifa lao. Lakini sasa kuna tatizo. Kadri karne zilivyokuwa zinapita, idadi ya Wakosovo ilianza kubadilika. Waalbania waliongezeka, Waserbia wakapungua. Hawa Waalbania ni watu ambao ni tofauti kabisa na Waserbia. Kufikia karne ya 20, Waalbania walikuwa wengi zaidi, na wengi wao ni Waislamu. Kwa nini? Jibu linaanzia kule nilipokuambia kwenye dola ya Ottoman. Baada ya Ottoman kutawala hili eneo la Balkans kwa mamia ya miaka, nazungumzia miaka 500. Unajua ile kingdom imekuwepo, imagine miaka 500 mnaishi kwenye aina fulani ya mfumo wa maisha. Kwa hiyo sehemu kubwa ya Waalbania walibadili dini na kuwa Waislamu. Utakumbuka pia kwenye episodi zetu za nyuma nilikuambia kwamba dola ya Kiislamu ama tawala za Kiislamu nyingi ndio tawala pekee ambazo zilikuwa hazimlazimishi mtu kuwa Muislamu, ila zilikuwa zinaweka tu ule mfumo kwamba kuna kodi fulani utakuwa unalipa kama uko kwenye eneo la hii dola alafu wewe sio Muislamu. Ni equivalent ya unavyoona sasa hivi wewe kama sio Mtanzania ni Mkenya, ukija Tanzania lazima kuna kodi utalipishwa ambayo Mtanzania halipi kama raia wa kigeni. Kwa hiyo wakati ule wa yale madola, dini ndio ilikuwa identity kuu. So kama wewe sio Muislamu means wewe sio mwananchi wa ile eneo, wanakutreat kama mgeni. So kuna ambao walibadili dini, kuna ambao walikataa kubadili dini. Kwa hiyo hawakulazimishwa, ni mfumo wa maisha tu. Ukitaka kupata kazi serikalini lazima uwe raia, ukitaka sijui hizo kodi kuzikwepa, ukitaka sijui baadhi ya misaada, you know. Kwa hiyo Waserbia wengi waliendelea kuwa Wakristo wa Orthodox, lakini Waalbania wengi walibadili dini zao. Kwa hiyo kufikia karne ya 20, Kosovo ikawa sehemu yenye watu wengi wa asili ya Kialbania, lakini yenye umuhimu mkubwa kwenye historia ya Serbia. Tukirudi way back mwaka 1389, kulikuwa na tukio ambalo hadi leo linaishi kwenye kumbukumbu za Waserbia. Vita vya Kosovo. Hapa ndipo majeshi ya Serbia yalipopambana na dola ya Ottoman. Ingawa wanahistoria bado wanabishana kuhusu matokeo halisi ya hii vita, kwamba nani alipigwa, nani alikuwa mshindi, lakini mwisho wa siku unajua tukio likishatokea, ushindi unapatikana kwenye simulizi za
lilivyotokea. Kwa hiyo simulizi za Waserbia kuhusu hili tukio imekuwa kama ni ishara ya kujitoa mwanga kwa ajili ya taifa na imani yao. Kwa hiyo wanaamini hapa Kosovo ndio ilikuwa sehemu ambayo tulipambana na huyu mkoloni Ottoman, na ndio maana Kosovo kwa Waserbia sio eneo la kawaida kiramani, ni sehemu ya historia yao. Kwa ni kama kamji fulani haka ka Kosovo ambako Wakristo wa Orthodox ndipo walipoanzia, ndipo historia yote ilipo. Lakini miaka ilivyokwenda, kama unavyoona tu Dar es Salaam ilikuwa ya Wazaramo, lakini baada ya muda hamna Wazaramo hapa. Kuna mikoa ambayo ukienda unakuta wenyeji ndo wahusika wakuu wa miji. Kwetu pia Arusha pako hivyo. Ukikutana na nyumba nyingi kubwa Arusha ama pale town unakuta matajiri wengi ni wa pale pale. Lakini kuna mikoa ukienda matajiri wengi ni wa kutoka nje. Na hapa ndipo mgogoro ulianza. Waalbania wa Kosovo waliona sisi ndo wengi hapa, wakati Waserbia wanaona hii ndo sehemu yetu ya historia ilipozaliwa. Kwa hiyo mgogoro haukuwa wa dini tu wala haukuwa wa kikabila, ulikuwa ni mchanganyiko wa historia, idadi ya watu, mamlaka, kumbukumbu za taifa na hii identity kiujumla. Kwa sababu kipindi cha Tito alitreat kwamba hii yote ni Yugoslavia. Kwa hiyo Kosovo ni kasehemu tu ka Yugoslavia ambako kana Waislamu, lakini Yugoslavia yote nayo ina Waislamu, ina Wakristo, ina Wakatoliki, Wakristo wa Orthodox na Wakatoliki. Kwa hiyo yeye alitreat kwamba why Kosovo isipewe uhuru wake. Kwa hiyo aliipa Kosovo vitu fulani vya kujitawala yani kakawa kama Kazanzibar kao na kenyewe, you know? Kwa hiyo mvutano ukaongezeka baada ya yeye kuondoka. Sasa miaka 1980 mwanasiasa aitwaye Slobodan Milosevic akaamua kusema, sikilizeni, nyie Kosovo hamwezi kuwa huru. Kwa hiyo akapunguza ile nguvu ya Kosovo ambayo Tito aliwapa. Kwa sababu huyu mwamba alivyokuja, bwana Slobodan alipunguza yale mamlaka. Na huo ukawa mwanzo na mwisho wa Yugoslavia. Mwaka 1991 Slovenia ikatangaza kujiondoa. Croatia ikafuata. Croatia wamesema tumejiondoa, lakini wenzao wote hawajakubali. Bosnia baadaye ikafuata. Na Yugoslavia ikaanza kusambaratika rasmi. Na hapa ndo tutarudi kwenye ile idea niliyokuambia mwanzo kwamba sometimes inabidi ujiulize, hivi nchi ni nini? Kabila ni nini? Identity ni nini? Kwa sababu identity ambayo tunaiita Tanzania, Kenya au Rwanda au Burundi hazikuwepo ukirudi miaka kadhaa. Kwa hiyo identity ama idea ya utaifa, kabila au chochote ni kitu ambacho watu walikijenga taratibu, wakakipa historia, wakakiwekea mbolea na kukiamini na wanakiishi. Sasa kilichofuata kilikuwa ni vita vya kutisha zaidi kuwahi kutokea Ulaya tangu ya vita ya pili ya dunia. Majirani walikuwa wameishi pamoja kwa miongo kadhaa, wakageukana. Miji ikaharibiwa, maelfu wakauawa kwenye hivi vita vya Kosovo, mamilioni wakakimbia makazi yao. Hatimaye Yugoslavia ikafa rasmi. By the way, Marekani waliitambua Kosovo kabisa, ni moja ya nchi ambayo inatambulika hadi leo. Nitakuja kukuelezea nini kinaendelea, lakini leo hii eneo hili linaloitwa Yugoslavia limegawanyika kwenye nchi 7. Kuna Slovenia, kuna Croatia, kuna Bosnia and Herzegovina, alafu kuna Serbia, kuna Montenegro na kuna North Macedonia. Na Kosovo ambayo hadi leo bado hadhi yake inabishaniwa na Serbia, na majirani wake pia hawataki hili liwe nchi, hawaamini kwamba inaweza kuwa nchi, kwa sababu ni kama kuitengeneza kuwa nchi ya Kiislamu, eneo ambalo ni asili yetu sisi tulipopatia uhuru, you know? Kwa hiyo ni kama kupoteza identity. Na hapa ndipo somo kubwa la Yugoslavia linapoanzia. Hawa watu hawakutofautiana sana kwa sura, hawakutofautiana sana kwa lugha pia. Walikuwa majirani kwa karne nyingi, lakini walikuwa na kumbukumbu tofauti za historia, dini tofauti, mashujaa walikuwa ni tofauti, na maono tofauti ya mustakabali.
Ni kama leo uiunganishe Kenya, Uganda, Tanzania. Sawa, ni watu ambao mmeishi sehemu moja, mna connect, lakini when it comes to siasa na hizo identity, Kenya wanakumbuka kwamba aliyetupa uhuru sisi ni Kenyatta. Tanzania wanaamini wana Nyerere wao ambaye ni muhimu sana. Alafu Uganda nao wanaamini wana watu wao. So hicho ndicho ambacho kilitokea. Tito aliweza kuyaunganisha yote hayo kwa nguvu ya uongozi wake. Na kisaikolojia pia unaweza ukaiona kwamba wanasema binadamu tunaunganishwa na majanga kuliko na amani. Na ndio maana ni rahisi sana ukajuana na watu kwenye ajali au misiba kuliko kukutana kwenye sherehe. Ukikutana na mtu sehemu ya starehe ni ngumu sana kuklik naye kirahisi. Lakini ukikutana na mtu sehemu ambayo ilikuwa ni janga, let's say ni kwenye ajali mbaya au ni kwenye msiba fulani sensitive, mara nyingi binadamu wana uwezo mkubwa wa kubond. Kwa hiyo Tito aliwatoa watu kwenye vita. Kwa hiyo wote walikuwa wana adui mmoja wanashare, na walikuwa na shujaa mmoja wanayemshare. Kwa hiyo ili binadamu waweze kuungana, wanahitaji kushare adui mmoja, wanahitaji kushare shujaa mmoja. Na ndio maana wakiondokaga wa mashujaa, inahitajika labda janga jingine la kuwaunganisha watu. Kwa hiyo baada ya yeye kuondoka, ilionekana kwamba umoja ule ulikuwa ni dhaifu kuliko watu walivyodhani. Labda somo kubwa zaidi la Yugoslavia sio kuhusu Serbia, Croatia au Kosovo. Labda ni kuhusu swali ambalo karibu kila taifa duniani linaweza kujiuliza. Ni nini hasa kinachofanya watu wawe taifa moja? Je, ni lugha? Je, ni dini? Je, ni historia? Au ni uamuzi wa kuendelea kuishi pamoja hata pale ambapo tofauti hizo zipo? Kwa sababu Yugoslavia ilikuwa ni kama jaribio kubwa la kujibu hili swali. Kwa muda ilifanikiwa, kisha ikafeli. Na ndio maana leo jenzi wengi wanaweza wasiwahi kuona Yugoslavia kwenye ramani yoyote, lakini kwa mamilioni ya watu wa Balkans, Yugoslavia sio nchi iliyopotea tu, ni maisha walioishi na identity ambayo waliipoteza. Na kwa baadhi yao ni moja ya kumbukumbu ya dunia ambayo iliwahi kuamini kwamba tofauti nyingi zinaweza kuishi chini ya bendera moja, mpaka siku ilipogundulika kwamba wakati mwingine jambo gumu zaidi duniani sio kuunda taifa moja, bali kuwafanya watu waendelee kuamini kwamba wao ni taifa moja. I hope nimekuongezea kitu kwenye hii episode kuhusiana na Yugoslavia. Asante kwa wote ambao mliniandikia mkasema mnatamani kujua some ABCs za hii Yugoslavia, na asante kwa wote ambao mmesubscribe kwenye hii account, lakini zaidi wewe ambaye umelike hii video, kwa sababu inasaidia sana kuisambaza kwa watu wengine zaidi. Naitwa Grayson Gideon, tukutane kwenye episodi ijayo. Ubarikiwe tena na tena. Hii ni MDC Updates ya Madini.com, taarifa na maarifa.